Karibu tena. Leo tunaingia moja kwa moja kwenye taarifa muhimu sana uliotupatia kuhusu maandalizi ya timu yetu ya taifa, Harambee Starlets. Taarifa ambayo ina mengi ndani yake. Ina mengi sana. Mbele yetu tuna orodha ya wachezaji, maelezo ya kina kuhusu kambi maalum, na lengo letu ni kuchambua nini hasa kinaendelea nyuma ya pazia kuelekea WAFCON 2026. Na sio tu taarifa ya kutangaza kikosi, unajua. Ukiisoma kati ya mistari, hii inaonyesha mabadiliko makubwa sana, labda hata falsafa nzima ya jinsi tunavyojenga timu ya taifa. Kweli kabisa. Ni hadithi kubwa zaidi kuliko majina yaliyo kwenye karatasi. Kubwa zaidi. Hapo umenipa hamu zaidi. Basi hebu tuifungue. Taarifa inasema Harambee Starlets wanaingia kwenye kambi fupi. Wiki moja tu, kuanzia tarehe 1 hadi 6 Februari. Wiki moja. Na hii ni kambi ya wachezaji wanaocheza ligi za humu nchini pekee, wiki moja. Yaani hii inanipa hisia za usaili wa kazi wenye presha kubwa sana. Ni usaili haswa, na muda ndiyo kila kitu hapa. Fikiria, mashindano yenyewe ya WAFCON yanaanza Machi 17. Karibu tu. Karibu sana. Kwa hiyo hii kambi ya Februari 1 hadi 6 sio ya kujifurahisha. Ni mchujo wa mwisho wa kusaka almasi ambazo labda zilikuwa zimejificha. Na wale watakaong'ara hapa, Wale watakaong'ara wanapata tiketi ya kuingia kambi kuu ya makazi itakayoanza Februari 15. kwa hiyo ni kama mtoano wa hatua mbili. Unapita hapa kwanza, Kisha unapata fursa ya kupambana na wale wakubwa kwenye kambi kuu. Inavutia sana. Inavutia. Lakini hapa sasa ndipo swali linapokuja. Mkakati huu wa kuangazia ligi ya nyumbani, unaonekana mzuri sana kwenye karatasi. Lakini unahuja kwamba labda tunawaacha nje wachezaji wenye uzoefu wa kimataifa, wale wanaocheza ligi kubwa zaidi nje. Je, huu si mchezo wa kamari unaoweza kutugharimu wa AFCON? Hilo ni swali zuri sana, na ni hoja yenye mashiko, siwezi kukataa. Lakini nafikiri tunapaswa kusikiliza maneno ya kocha mkuu Beldino Demba ili kuelewa picha kubwa. Sawa. Taarifa yako inamnukuu akisema jambo muhimu sana. Anasema, tumekuwa tukifuatilia kwa karibu ligi za nyumbani. Tukihudhuria mechi na kufuatilia uchezaji wao msimu mzima. Kauli hii ni nzito. Ni nzito sana. Inaonyesha hii sio kazi ya siku moja. Anaendelea kusema kambi hii fupi inatupa mazingira maalum ya kufanya kazi na wachezaji tuliowabaini, kwa tathmini tena. Halafu anamalizia na neno muhimu, na kuelewa jinsi wanavyoingia kwenye mfumo wa timu. Hapo sasa, hilo neno mfumo wa timu, hapo ndipo kiini cha mkakati kilipo. Fafanua kidogo. Kocha asemi anatafuta wachezaji bora zaidi peke yake. Anatafuta wachezaji wanaofaa zaidi kwenye mfumo wake. Unajua, mchezaji anayecheza Uropa anaweza kuwa na kipaji kikubwa sana. Bila shaka. Lakini labda anahitaji wiki 3 kuelewa mfumo wa kocha Odemba. Ila mchezaji wa ligi ya nyumbani ambaye amefuatiliwa kwa miezi na ambaye labda ana njaa zaidi ya kujithibitisha, anaweza kuingia kwenye mfumo huo ndani ya siku 3 tu. Naona. Kwa hiyo sio kamali? Sio kamali. Ni uwekezaji wa kimkakati katika chemistry ya timu. Hii inaonyesha kocha anajenga timu. Hasa, sio anachagua tu majina makubwa. Hilo lina mantiki kubwa sana. Kwa hiyo anasema waziwazi, hawa si watu tulioamka na kuwachagua tu. Kuna kazi imefanyika. Kazi kubwa imefanyika. Sasa, maneno ya kocha yanasikika vizuri, lakini uthibitisho wa kweli wa huu mkakati upo kwenye orodha yenyewe. Nani hasa wamepata hisimu ya heshima? Hebu tuanze na walinda lango. Sawa. Kwenye nafasi ya golikipa tunaona mchanganyiko wa kuvutia sana. Kuna Aned Kundu kutoka Kenya Police Bullet. Jina linalofahamika, mikono salama Kabisa. Lakini pembeni yake sasa kuna Vivian Shionzo wa Kibela Soccer Women na Juliet Adhiambo kutoka Trinity Starlets. Na hapa ndipo ninapoanza kuona mkakati ukijidhihirisha. Hii sio tu kutafuta kipa namba 2 na 3. Hii ni kuleta ushindani halisi. Ule ushindani unaomlazimu hata yule anayeonekana kuwa namba 1
aongeze bidii. Unajua kuna vijana wawili wenye njaa nyuma yako wanataka nafasi yako. Hasa inazuia wachezaji kubweteka na inatuma ujumbe kwa vilabu kama Kibera Soka na Trinity Starlets kwamba hey, kazi mnayoifanya kukuza makipa inaonekana. Kweli. Sasa twende kwenye safu ya ulinzi. Hapa mambo yanakuwa ya kusisimua zaidi. Hapa ndipo pana utajiri. Ndiyo, orodha ni ndefu, ina majina 8. Tunaona majina makubwa kama Diana Shakava wa Ulinzi Starlets, Ruth Kasoha wa Vihiga Queens, lakini macho yangu yamenasa kitu kingine. Kitu gani? Elizabeth Muteshi na Mercyline Mejo, wote kutoka Trinity Starlets, walinzi wawili kutoka klabu moja. Hii inaweza kuwa sadafa tu. Kwenye soka la kimataifa bwana, sadafa ni chache sana. Uwezekano mkubwa ni kwamba kocha Odemba ameona kitu. Kama nini? Labda hawa wawili wana maelewano mazuri sana kwenye klabu yao. Wanajua jinsi ya kuzibiana nafasi bila hata kuongea. Kocha anafikiria, naweza nikachukua hii partnership iliyopo tayari na kuipandikiza kwenye safu yangu ya ulinzi. Inaokoa muda mwingi wa mazoezi. Muda mwingi sana. Ni ujanja wa kiufundi. Na orodha inaendelea na utofauti. Cheryl Miera kutoka Zitex Sparks, Mary Majeso kutoka Kibera Soka, Hugh Fraser, Shilwatso wa Kayole Starlets, kisha jina ambalo linatoka mbali kidogo, Miriam Chelagat kutoka Bungoma Queens. Na hapo ndipo tunapoona lile badiliko la tectonic ninalolizungumzia. Ni jambo kubwa. Hebu fikiria, miaka michache iliyopita ungepata asilimia kubwa ya wachezaji wa Starlets wakitoka vilabu viwili au vitatu vikubwa tu, si unajua? Ndiyo, ilikuwa hivyo. Leo kuona jina kutoka Bungoma Queens, huu si tu mabadiliko ya mkakati. Huu ni ujumbe mzito kwa kila mchezaji nchini. Unamwambia yule msichana anayecheza soka kule Bungoma, tunakuona. Hatuja kusahau. Kila unapogusa mpira, unaweza kuwa unapiga hatua kuelekea timu ya taifa. Kenya Police Bullets wanaonekana wana nguvu. Wamewatoa wachezaji wawili, Medina Abubakar na Lona Nyabuto. Lakini pia tunaona Providence Mukalo kutoka Vihiga Queens, Lucy Nato kutoka Ulinzi Starlets na Centrin Gasi kutoka Trinity Starlets. Eneo la kiungo ni muhimu sana kwa ule mfumo wa timu wa kocha. Hapa ndipo anapoweza kutathmini uwezo wa wachezaji kusoma mchezo, kupiga pasi sahihi, kuunganisha ulinzi na ushambuliaji. Kwa hiyo anatafuta aina tofauti za viungo. Kocha chaguzi nyingi za kimbinu. Anaweza kutaka kiungo mkabaji leo, kesho atake kiungo mchezeshaji. Orodha hii inampa uwezo wa kubadilika kulingana na mpinzani. Sawa. Sasa twende mbele ambapo magoli yanapatikana. Hapa ndipo mtawanyiko unakuwa mkubwa zaidi. Orodha mindefu. Ana Arusi kutoka Kibre Soka Women, Linda Kihara wa Kayole Starlets, Shaloline na Mbengele kutoka Ulinzi Starlets, Catherine Haemba kutoka Bungoma Queens tena Bungoma Queens. Alafu Erin Madalina wa Vihiga Queens. Kisha subiri kidogo, nikiangalia hapa naona jina ambalo kusema kweli limenishtua. Lipi hilo? Purity Akinyi kutoka Shabana Starlets. Hilo si jina unalosikia kila siku kwenye duru za soka la wanawake la kitaifa. Na hapo ndipo uzuri wa mkakati huu unapojitokeza waziwazi. Hii inaonyesha jinsi benchi la ufundi lilivyofanya kazi yake ya upelelezi kwa kina. Wameenda mbali sana. Taarifa yako haitoi takwimu, lakini inatufanya tujiulize. Je, huyu Purity Akinyi ana nini hasa? Labda ana kasi ya umeme, labda ana rekodi nzuri ya kufunga magoli, ingawa anachezea timu isiyo maarufu. Kumbe kocha hatafuti jina. Atafuti jina, anatafuta silaha maalumu anayoweza kuitumia. Uwepo wa Akinyi kwenye orodha hii unathibitisha zaidi ya maneno yote kwamba hakuna mchezaji aliyejificha. Wavu umetupwa kote nchini. Inashangaza na kufurahisha kwa wakati mmoja. Ukiitazama orodha hii yote, kuanzia kwa makipa hadi kwa washambuliaji, unapata hisia kwamba hii ni timu inayojengwa kwa sura ya kitaifa kweli. Kweli kabisa. Na faida yake inaenda mbali zaidi ya kupata tu wachezaji 23 wa kwenda WAFCON. Inaenda mbali zaidi. Mbali sana. Inachochea ushindani na ubora katika vilabu vyote. Sasa, kocha wa Kayole Starlet anajua kwamba mchezaji wake anaweza kuitwa timu ya taifa. Hii inamlazimu yeye na klabu yake kuwekeza zaidi kwenye mbinu,
mazoezi na maendeleo. Inainua kiwango cha ligi nzima. Ligi nzima. Afya ya timu ya taifa inategemea moja kwa moja afya na ushindani wa ligi za nyumbani. Huu ni uthibitisho hai wa kanuni hiyo. Basi, haya yote yanamaanisha nini kwako unayofuatilia soka kwa karibu? Kwa mukhtasari, maandalizi ya Harambee Starlets kuelekea WAFCON 2026 yamepamba moto. Yamepamba moto kweli kweli. Na mkakati uliopo ni wa kina, unajali vipaji vya nyumbani na unalenga kujenga kikosi imara chenye ushindani wa kweli unaotoka ndani. Na sio tu kujenga kikosi cha kushiriki, bali kushindana. Unapokuwa na mchezaji kwenye benchi anayejua ana uwezo sawa na yule aliye uwanjani, Inaleta tofauti kubwa. inamlazimu yule aliye uwanjani ajitume kwa 110%. Huu ushindani wa ndani ndio siri ya timu nyingi kubwa duniani. Kwa hiyo hii ni zaidi ya kambi ya mazoezi. Hii ni fursa ya dhahabu kwa wachezaji kama Purity Akinyi wa Shabana Starlets au Miriam Chelagat wa Bungoma Queens kutimiza ndoto yao. Ni fursa ya maisha kwao. Na kwa upana zaidi, ni ishara ya uwekezaji halisi katika mustakabali wa soka letu la hapa nchini. Kabisa. Na mafanikio ya mkakati huu, unajua, hayatapimwa tu kwa idadi ya wachezaji kutoka kambi hii watakaoingia kwenye kikosi cha mwisho. Hilo ni kipimo kimoja. Kuna kipimo kingine. Kipimo kikubwa zaidi cha muda mrefu kitadhihirika katika ari na ushindani utakaopandikizwa kwa wachezaji wote nchini, hata wale ambao hawakuitwa. Ujumbe uko wazi. Mlango wa timu ya taifa uko wazi. Uko wazi kwa yoyote anayeonyesha bidii na kiwango uwanjani, Bila kujali anatoka mkoa gani au anachezea klabu gani. ni kama kusema kipaji na bidii yako ndio pasipoti yako. Sio jina la klabu unaochezea. Asa, Na hiyo inabadilisha kila kitu. inabadilisha kabisa jinsi wachezaji wanavyojitazama na jinsi vilabu vinavyoendesha shughuli zao. Inakuza uwajibikaji na hamu ya kufanikiwa kuanzia ngazi ya chini kabisa. Na hilo, bwana, linaweza kuwa na faida kwa soka letu kwa miaka mingi ijayo. Na tunapokamilisha, tunakuachia wewe wazo hili la tutafakari. Mkakati huu wa kocha Odemba na benchi lake la ufundi unaweka presha na wajibu mpya, sio tu kwa wachezaji, bali kwa mfumo mzima wa soka letu, mfumo mzima. Sasa, kwa kuwa tunatarajia ligi za nyumbani zitoe vipaji vya kimataifa, je, sisi kama mashabiki, wadhamini na wasimamizi wa soka tunazipa ligi hizi uungwaji mkono, uwekezaji na hadhi inayostahili ili ziweze kweli kuwa viwanda vya kuzalisha Harambee Starlets za kesho?